Praise Jesus. Hallelujah. Tunashukuru Mungu wa uwezo kwa wema wake na upendo mwingi. Tunasifu jina la Mungu wa Biblia kwa sababu anatupa muda mzuri ya sisi pia kusikia tena neno lake leo. Wapendwa, na kabidhi kila mmoja wenyu mikononi mwa Mungu kusudi apate kumwelewisha jambo tunayoongea hapa. Ni amana sana. Mungu wetu upewe sifa. Angalia mioyo yetu vile tunavyofanana mbele ya watu na mbele yako. Ya muhimu sana ni tufanana vizuri mbele yako. Tukifanana vizuri ita reflect kwa mwili wetu, tutakupendeza. Jina lako lipewe sifa sana, Mungu wa amani. Bariki neno hili kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi, tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana apewe sifa sana kwa wakati kama huu, Mungu ambaye anatupea kusikiliza tena neno lake na kuingia ndani na kujua jambo tunayofanya. Mungu wetu ni wa amani sana. Mungu wetu awabariki. Mungu wetu awajalia neema yote. Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo mwingi. Acha upendo wake onekane kwa maisha yenu, kwa sababu nini? Ni viumbe vya Mungu aliye juu, Mungu wa amani yote. Tunarudi kwa Biblia tukisoma kitabu chetu cha Wakorintho wa pili, na tunasoma mlango wake wa 5, na mahali pa kusoma ni cha verse yake 17. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. All the things has passed away. Behold, all things has become new. Nilikuwa nakwambia the title of this message is to be new in Christ. Bwana pewe sifa. To be new. Be new in Christ. In Christ, there is a power, as I told you last time, of transformation. In Christ, there is a power of transformation. Ukiona mtu anakuambia ako ndani ya Kristo na hiyo vitendo vya kitambo haijabadilika, maana yake hajakuwa ndani ya Kristo, ako ndani ya kanisa. Kwa sababu watu wengi wanajidanganya leo, hata watu wenyewe tuliwakuta na mambo ya Mungu wanajidanganya. Naweza kuambia ako 100%, 90% to that church. I'm there for long, 20 years, 30 years, 50 years, all my childhood I was there, which is not bad. But where were you? All those days, all those years, where were you? Are you in Christ or you are in church? Oh, praise God. That's a big challenge. That's a very big challenge. Are you in Christ or in church? Those in church never change. They change only their area. Their area. Someone can saw you, someone can saw me going to church every Sunday, but I'm not in Christ. I'm not a Christian because I'm going to church. That a challenge. Oh, praise God. That a challenge. We can go to church every day. Nothing will change us. We still the same people, the same people. We still the same people. There is no change in our life. But when you are in Christ, look at what my apostle said. He said, therefore, if any man New version. NIV say, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old has gone. If anyone is in Christ, he is a new creature. The old has gone. All the things, old attitudes,
attitude is gone. It's gone completely. Completely nothing will remain in you if you are in Christ. I think, are we together? Are you getting my point? If anyone is in Christ, he is a new creature, new creation. Anaumbwa upya, anakuwa kiumbe kipya, anakuwa kiumbe kipya, anaumbwa upya. Wapi? Ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo huyu mtu amebadilika kabisa. Why ndani ya Kristo? Because inside Christ there is a power of transformation. Ukiona mtu anaomba miaka mingi hajabadilika kwa tabia fulani watu walimjua nayo, hajaingia ndani ya Kristo. Bwana apewe sifa. Nilikuwa nafuata mtu wa Mungu ambaye napenda sana, na heshimu sana kwa sababu hajali watu watasema nini. Apostle Harrison Nang, nilikuwa namfuata. Siku moja alikuwa anahubiri kwa mazishi ya Kamaru. Alisema kitu ya maana sana. Asema hata vile tuko hapa sisi wote, kuna wala wataenda mbingu. Kuna wala wataenda mbingu. Why? Kwa sababu ya tabia. People pretend today to be Christian, mature Christian, but they are not. They are not. 10 years in one church, 20 years, you start even a church, but you are not in Christ. To be in Christ, Christ must transform and change your life. Wow. This is a challenge, I'm telling you. Nani anaweza kushuhudia about you? Who has your testimony? Who had your testimony? Who knows you? When you was outside church. Can someone in your family? Can someone in your area? Can someone tell us about you? You are a good preacher, we know. A good singer, we know. A good Christian, we know. But can someone testify who you are? Kuna mtu yeyote anaweza kushuhudia ya kwamba umebadilika? Mambo ni kubadilika, kwa sababu hakuna mtu alipatana na Kristo akabaki yule yule. Kila mtu aliyepatana na Kristo alibadilika. Acha nikukumbusha mtu Zekayo wakati alipopatana na Kristo alibadilika, akatubu. Ndani ya nyumba yake Zekayo akamwambia Bwana, akalalamika, kama kuna mtu yote hapa niliibia, aseme nitamulipa maradufu. Zekayo ndani ya nyumba yake akaona wokovu, ndani ya nyumba yake akaona Yesu, ndani ya nyumba yake akasema, hapana, this is my time, I can't lose it, I can't lose my time, this is my time. Zekayo haijalishi ufupi wake, but wakati mtu anaingia ndani ya Kristo, haijalishi kwenye anatoka, haijalishi kabila yake, haijalishi maumbile yake, haijalishi vile alivyo, haijalishi ofisi yake, haijalishi mshahara wake, haijalishi nyumba anayeishi, haijalishi area anayeishi, anaweza kuishi kwa matope kabisa, but mtu huyu anaweka mzizi wake ndani ya Kristo. Ni tofauti na yule anaishi Runda, ni tofauti na yule anaishi Karen. Bishop anasema hata vile tuko hapa kuna watu hawataenda mbinguni. Are you in Christ? Are you in Christ? Who can confirm that you are in Christ? Oh, hallelujah. Who can confirm you are in Christ? Is there something
someone can testify you are in Christ than before. Kuokoka si kusema nimeokoka Yesu ni Bwana. Useme Yesu ni Bwana, ulimkuta akiwa Bwana. Usiposema Yesu ni Bwana, bado ni Bwana. Ukikataa kunyamaza, Biblia inasema atakuja akiwa Bwana wa mabwana. Si kusema kwako nimeokoka hata asubuhi. Wewe unaokoka kila siku, hata asubuhi unaokoka. Are you in Christ? Wale wako ndani ya Kristo wanafanana na Kristo, wana vitendo ya Kristo, wanapendeza Kristo, wanatembea kama vile Kristo alivyotembea. Wale wako ndani ya Kristo wanapata nguvu ya kubadilika, ya umbwa upya. Wanapata, kuna nguvu ndani ya Kristo ambayo ukikaa ndani mwake, ukiingia ndani mwake, lazima kuna nguvu inakubadilisha, inabadilisha tabia. Wale wako ndani ya Kristo, Kristo anawajali. Wale wako ndani ya Kristo, Kristo anawashughulikia. Wale wako ndani ya Kristo, Kristo anawaonekania. Wale wako ndani ya Kristo ni watu tofauti, hata kuelewa kwao kwa mambo ni tofauti sana. Kuomba kwao ni tofauti sana. Wale wako ndani ya Kristo hawana fitina yoyote. Wale wako ndani ya Kristo hawana vita yoyote between them. Wale wako ndani ya Kristo wana moyo wa utu na upendo wa utu, si wa vitu. Wale wako ndani ya Kristo hata kuongea kwake anaongea baraka. Wale wako ndani ya Kristo hata akiambiwa nini ambaye inaweza kushtua mtu wetu wa kawaida, but kwa sababu ya Kristo mali anapoishi, huyu mtu hawezi kushtuka. Ndio kwa maana wale wako ndani ya Kristo hawaishi na woga ya maisha ama ya vifo. Now where are you? Bwana apewe sifa. Where are you living? Our title, remember our title, New Life in Christ, not in church. Kitamboanza kwenda kanisani, watu wanaweza kushuhudia nini kwako? Familia yako waliokujua vile ulikuwa nalewa. Familia yako walikujua vile ulikuwa mwizi, mwongo, msharati. Familia yako walijua wewe ni mkabila sana, kuna kabila fulani hautaki. But wakati unapoenda kanisani, kuna kitu chochote familia yako, marafiki zako, watu wako wanaweza kushuhudia ya kwamba huyu kitambo enda kanisani, tumeona hata tabia yake imebadilika. Bwana apewe sifa. Hapo ndio kuna vita leo. We don't know who you are. We don't know. No one knows. You know who you are. If you pretend to be a Christian, you know what you're doing. Inanishtua ni mtu anatoka asubuhi anaenda kutafuta nabii, amwambia mambo yake. Mambo gani nabii atakwambia yeye haujui yako? You know who you are. Tabia yako hiyo, you know who you are. Unafika kwa nabii njoo kukupendeza, anakuambia nimeona mkono wa Bwana. Mabwana ni wengi. Mkono wa Bwana mgani? Bwana wa Israeli, mtakatifu wa Israeli. Mkono wake juu yako. Na unajijua vizuri sana, mimba unatowaka ni kama wewe. Kupata mimba si shida, kuitoa si shida. Kupeana mimba si shida, kuitoa si shida. But still you confess that you are Christian. Never. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. What is new in you? What is new in you? Kuna kitu chochote kipya ambayo inaonyesha mwangaza wa Ukristo, inaonyesha mafuta ya Ukristo. Ndio Ukristo una mafuta yake. Ukristo una marufu yake. Ukristo una harufu yake. Ukristo ina harufu yake. Ukiwa ndani ya Kristo kuna vitu ambavyo Kristo ataongoa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu inayokaa ndani mwake. Kuna vitu itaongolewa kabisa.
Ukiwa ndani ya Kristo huwezi kuchukia mtu. Ukiwa ndani ya Kristo huwezi kuongea vibaya ya mtu. Ukiwa ndani ya Kristo huwezi kutamani mtu. Ukiwa ndani ya Kristo kuna vitu. Are you in Christ? Ama uko kwa kanisa? Kwa sababu sisi tunaona kanisa, pastors wanaachilia wa vijana wakipeana mimba. Kanisa, pastor wanaachiliana wa vijana wakichoma nywele na vipuli kwa masikio. Ati empower vijana wa attract ma vijana wengine wakuja kanisani, wakitembea usharati kwa madhabahu. Sisi tunaona pastor anapigana vita na wasichana akiwa na girlfriend ndani ya kanisa ambaye anaita ni kondo zake. Sisi tunaona, but ndani ya Kristo kuna hiyo vitu. Ndani ya Kristo kuna maisha inayopendeza. Ndani ya Kristo kuna maisha inayotakatifu, inayotakasa, inatakasa ndani, inatakasa na nje. Unaangalia mtu hivi unaona uungu ndani mwake. Leo tukienda kwa barabara as a pastors, nani anaweza kujua kama sisi ni pastors? Nani anaweza kujua kama sisi ni wa Kristo? Kama hatuna Biblia kwa mkono, kama hakuna Biblia, unaweka Biblia hivi, unashikilia, unaweka na kola, unashikilia, ukitembea unatembea hivi, ndio watu waona kola wajua ni pastor. No. Nani ataniconfirm? Nani anaweza kunikonfirmia ya kwamba kuwa na kola na Biblia ni kwa Mkristo? Si hivyo. Elisha akionekana kwa huyu mama mwenye aliwajengea nyumba, alikuwa na Biblia kwa mkono, alikuwa na kola. Mbona huyu mama alijua huyu ni mtu wa Mungu? Na akaambia bwanake, bwanangu, naona hao watu wanaopita hapa ni watu wa Mungu. Ndio kuna mtu anaweza kusema wewe ni wa Mungu, wewe ni Mkristo, kukuangalia tu bila wewe kufungua Biblia na bila kuwa na kola na Biblia kubwa unatembea naye na wa vijana nyuma yako kama bodyguard. Kuna mtu anaweza kushuhudia you are pastor, you are Christian. Kunaye kukuangalia tu hivi anaona uungu unateta. Mama huyu aliona uungu ndani ya Elisha, si ndani ya Gehazi, ndani ya Elisha. Sema watu wanapita hapa ni watu wa Mungu. Na kuomba bwanangu, tuwajengee nyumba hapa juu. Wakitoka huko wakaa hapa juu. Mtu mwenye kubadilika, mtu mwenye kuishi ndani ya Kristo, Kristo ndani mwake ana communicate na watu wengine. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Nani anaweza? Unajua mambo hapa ni mambo ya ushuhuda. Biblia inasema kwamba ushuhuda ya watu wawili ama watatu ni ya ukweli. Nani anaweza kushuhudia kwa tabia yako? Mke wako number 1, familia yako number 2, friends number 4, kanisa number 5. Kwa sababu kanisa haiwezi kukushuhudia kama mke wako hana ushuhuda. Yes. Kanisa haiwezi kushuhudia kama watoto wako hawana ushuhuda. Yes. That's true. Nilikwambia last week, nakwambia nitakupeleka mali patakuletea shida. Listen carefully this woman. Oh, hallelujah. 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 Acha enda mbio kwa Biblia yako. Second Chronicles. Second Chronicles chapter 4. Are you there? Say amen if you are there. Sikiliza. Oh, hallelujah. Allowed me nikwambia ukweli ya kwamba hauko ndani ya Kristo. You are not a Christian. You are a religious man, religious woman, religious family. You are not a Christian. You are not. Unaweza kuwa mzee wa kanisa but you are not a Christian. Unaweza kuwa pastor, you are not a Christian. Unaweza kuwa muimbaji wa nguvu sana, you are not a Christian. Wengi waliimba, unawaona hata tena wakiimba. Waliimbia biashara.
biashara kama kwa wimbo wa Mungu, wimbo wa Kristo, hakuna jina lingine litatajwa. But waimbaji wa nyimbo ya gospel wanataja mapastors, wanaweka ndani, wanataja wamama wa pesa, wanaweka ndani, wanataja wababa wa pesa, wanaweka ndani. Kwa sababu nini? After that atapewa kitu. Amebarikiwa tayari, hayuko ndani ya Kristo. He's a religious man, hakuna sauti mzuri. Nani anaweza kushuhudia kwa Ukristo wako? Unichunguze, vile unasema unaweza kunichunguza, unichunguze kuja kwangu. Unichunguze. Sina woga. Haleluya. Sina, unichunguze. Unasema acha tumchunguze huyu. Unichunguze. Unichunguze kabisa. Kama utanikuta. Nani atashuhudia juu yako? Mume wako anaweza kushuhudia you are Christian. Mke wako anaweza kushuhudia wewe ni Mkristo, umeokoka. Wokovu si Biblia kubwa ama ndogo. Wokovu si Kizungu ama Kiswahili. Wokovu si kabila. Wokovu ni vitu vingine. Unabadilisha maisha, unachukua hatua mpya na mwenendo mpya inayoonyesha uungu ndani mwako. Nimeokoka, hata asubuhi hili nimeokoka. Sasa before asubuhi usiku uliokoka ama ukokoka? Pole. Haleluya. Bwana pewe sifa. Kitabu hicho inaongea kuhusu nabii. Mke wa nabii anaenda kwa nabii kanisani, kwa Elisha. Anaenda kwa Elisha, akiende kushuhudia how faithful was her husband. Haleluya. Unapata ushuhuda kwa nani? Hakuna mtu anayekujua kama kuliko wazazi wako. Hakuna mtu anayekujua kuliko mke wako na watoto wako, kama kuna watoto wakubwa. Familia yako wanakujua vyema na vizuri sana. Wanakujua vyema na vizuri sana. Now listen. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. Listen. Now a certain woman of wives of the son of the prophet cried out to Elisha, saying, your servant my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor has come to take my 2 sons to be his slaves. Wow, hallelujah. And you know my servant, your servant, my husband, feared God. He's a man who feared God. He's a man who served God trembling. He's a man, even I can testify, my husband was a fear man of God. Who can testify for you? Unatusumbua na Biblia kila Sunday, maombi usiku, manepa za wezi kulala, ukutukira babababo, kambebebebebe. Huyu nepa anaweza kuamini rabababo, bebebebebe, anaweza kuamini kwamba huyu mtu anayesema rabababo, bebebebebe, amebadilika. Oh beloved, listen to me. Listen this word. If any man is in Christ, he is a new creature. The old has gone, the new has come. What is new in you? Oh, hallelujah. What is new in you? Glory, 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 glory.
Glory to Jesus. Jesus, I praise you. Because you are the one who can change someone's nature, someone's life. You are the one who can. God, Jesus, Lord Jesus. He has a power to transform you if you believe him with your heart. Unasikia ushuda? Ama nisome tena. Ama nisome tena usiki. Anasema hivi, a certain woman of the wives of the son of the prophet cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord. Come on. Even Elisha knows that man was a faithful man. Even Elisha knows that. Kama ule jamaa kweli, kuna mtu na mwangalia hivi, unaangalia woga imejaa, woga ya Mungu imejaa ndani mwake. Akikongelesha kuhusu Mungu, unapata anapenya moyo wako, anafinya moyo wako. Mahubiri yote leo iko kwa prosperity. Who will prosper you, brother and sister? Who? Church? Never. Umeshaona kwa church mtu hata kama unasema tuombe tufunga macho, unaona watu wanafunga macho? Ako na simu yake mzuri na kibeti chake, amevaa vizuri. Umeshaona mtu anacha kibeti, anapiga magoti, anakufa na kibeti chake. Why? Anajua, I don't know who is this lady. Unaona wale wanaangukaka, anaanguka kibeti kena kama anaanguka anaanguka kifo na kibeti chake. Anaanguka. No, in Christ hakuna wizi kwa wale wako ndani ya kanisa. Watu kama wanakuja kanisani leo, wanakuja hata kuibiana simu ndani ya kanisa. Acha nikuchekeshe nikimaliza. Pastor fulani, hata si pastor, ni mtu fulani akajinua. Unajua leo wewe unajinuaka. Asubuhi wewe ni pastor, asubuhi wewe ni mwinjilisti. Uliombea mtu mmoja akaanguka chini. Saa 6 wewe ni pastor. By the time uende kulala, haya wewe ni bishop. Kesho asubuhi unaona bishop haitoshi, au unakuwa chief bishop, archbishop, chief apostle, apostle prophet, evangelist. Hiyo vitu yote ni majina watu wanaamka nayo asubuhi. Ukiangalia hana ujumbe to be an apostle, hana ujumbe to be an evangelist, hana ujumbe to be a prophet. Akiona kama ni prophet, akiona anaona tu mashetani. Ndugu, kwani watu wote dunia wana mashetani? Hata kama wako na mashetani, hakuna mwenyako na Mungu ndani. Yesu alisema shetani alikuja kwangu, kwake Yesu shetani akaenda. But wakati shetani anaangalia, akaona ndani wake Yesu hakuna uchafu, hakuna kitu chake. Leo hii kama shetani anaweza kubisha milango ya makanisa zetu, ambia pastor, Bwana asifiwe, nimekuja kuchukua watu wangu hapa, wana tabia yangu, wana vitu vyangu. Utapona. Kwa sababu ndani ya Kristo kuna vitu viwili tu ambavyo ni vya maana sana. Ya kwanza, penda Mungu wako na moyo wako wote. Ya pili, penda jirani yako mwenye unaona na macho umupenda. Na Yesu anasema kwa hayo ulimwengu wote utajua kwamba nini ni wanafunzi wangu. Kuna mtu anaweza kushuhudia wewe, dada, unaenda kanisani, roho inashuka, wewe ni wa kwanza. Kuna kama bwanako anakuja, kama neighbor wako anakuja, kama familia yako inakuja, inakupata umeshika microphone ukiimba na kuinua sauti mbele ya watu wakuone. Kama mmoja wa member ya familia yako ama neighbor wako anakuja kwa hiyo kanisa, anakukuta na microphone ukiimba, anaweza kupiga magoti, hiyo sauti yako inaweza kumbariki.
Nani anaweza kushuhudia ya kwamba umebadilika? Si Biblia, hata waizi. Nakumbuka Alison Ngang anasema wanahapa na Biblia wakisema uongo, na anajua vizuri sana hata tumia mambo anayosema, anajua, but anashika Biblia kwa mkono to attract someone. Who can testify for you? This woman challenged me. Sema, Elisha, you know, my husband, your servant, was a fear man of God. Alikuwa mcha Mungu. Hey, nani anaweza kusema wewe unaogopa, unamcha Mungu, unaogopa Mungu, unamheshimu Mungu? Kwanza wewe ukienda kanisani kitambo simu itoke, hauna hata Biblia, una download Biblia kwa nani? Na unasoma message yako na marafiki zako ukiwa ndani ya Biblia. Wengine wanaenda hata mbali kusoma message kwa madhabahu kwa sababu wako na laptop, kwa sababu wako na Biblia, wako na simu kubwa, wanasoma message. Sinafikiria kwamba nasoma Biblia, kumbe nasoma message, anacheka. Hauna woga ya Mungu. Unaingia ndani ya kanisa, hauna woga, hakuna heshima. Safadhali hata au ndugu wetu wa Catholic ambao tunasema hawana Roho Mtakatifu, wanaheshimu nyumba ya Mungu, but hawa wa Pentecostal wakujifanya wanaongea kwa lugha barabara, hawana heshima ya Mungu. Anaingia Biblia, anaingia ndani ya kanisa, simu ikiwa wazi, anapigiwa simu, anatoka nje kwenda kaongea na kurudi tena. Shame on you, Christian. Shame on you. Hallelujah. Who can testify for you? Do you have anyone to testify for you? Your wife, your husband, kids, your family, neighbors? Oh, praise God. Woo! Hallelujah. I'm happy. Ukinisikia, amua kuishi ndani ya Kristo, utabadilika. Hakuna mabadiliko ndani ya kanisa. Nikwambia last week ya kwamba nitakusomea 2 Kings chapter 4 verse 1. Mke wa nabii anaenda kwa kanisa kushuhudia tabia ya mume wake. Bwana wako, mke wako, watoto wako, wazazi wako wakikupata unahubiri, wanaweza kusema mtoto wetu amebadilika, anaweza kusema mke wangu amebadilika, anaweza kusema mume wangu amebadilika. Nani anaweza kushuhudia kwa kubadilika kwako? Si wewe, si Biblia, si mavazi. Lazima kuwe mtu wa kushuhudia. Do you have one? Do you have one? Hapo kazini mali huko, kuna mtu anaweza kushuhudia wewe ni wa Mungu? Oh. Hallelujah. Tikaiba alisalam. Oh, thank you. Do you have one who can testify this man is transformed? Watu wanapata Paulo kwa kanisa Yerusalemu, wanampata anahubiri Kristo, watu wakashtuka. Si yule alipewa order ya kufunga watu wenye jini hii, kuwapeleka Yerusalemu kwa wakubwa. Mbona leo anaanza kuhubiri Kristo akiwa na nguvu hivi? Do you have one? Leo tunaenda kanisani, wakati mhubiri anaanza kuhubiri, wengine wanasimama na vitu wanaweka juu, preach come again. Ni kwa sababu hawaja isikia injili inayogonga moyo wa mtu. Watu 3,000 waligonga mioyo, wakatamani kubadilika.
Walio ndani ya Kristo wako na divine connection ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo, si nje. Ndani ya Kristo, si ndani ya kanisa, si ndani ya nyumba ama gari kubwa. Ndani ya Kristo kuna mabadiliko inayofaa. Ndani ya Kristo kuna mtu anaweza kushuhudia kwamba umebadilika. Wanakuangalia wanapata unabadilika kama Zekayo. Mungu awabariki. My time is up. God bless you. Question: who can testify for you? Ni ya kale gani imetoka ndani mwako? Ni mapya gani inakuja kwako? Kama kuna chochote, amua, tafuta Kristo wa Biblia. Mungu akubariki sana. Acha tuombe. Bwana wewe, asante kwa muda mzuri, muda wa baraka. Asante kwa mtoto wangu alikuwa ananifuata Kenneth. Bwana umbariki kwa muda wake ananipea. Asante kwa Geoffrey. Bwana asante sana. Asante kwa wale watakayefuata baadaye. Let the same anointing speak to them. Nyosha mkono wako kwa yoyote atakayechukua hata dakika moja kusikia ujumbe huu. Nyosha mkono wako, umnyoshee mkono mfano. Umnyoshee mkono. Aishi kabisa ukweli. Ajitambua ako wapi. Kwa kanisa ako ndani ya Kristo. Kwa sababu ndani ya kanisa kuna mabadiliko. But ndani ya Kristo kuna mabadiliko ya ajabu sana. Hakuna mtu aliyeonana na Kristo akabaki bila kubadilika. Wote walimuona Kristo walibadilika kabisa, wakawa watu wapya. Bwana nakuomba kwa yoyote aliyesikia habari hii, this is the third message. Bwana acha wabarikiwe, wachukua uamua kukupendeza na kukufuata wewe kama kiongozi wa maisha yao. Jina lako lipewe sifa sana, kwa sababu we pretend what we are not. Utusaidie Mungu wetu kwa neno hii. Itupa mwangaza wa Ukristo. Kwa jina kuu la Yesu Kristo, acha neno hii iponya moyo wa dada, moyo wa ndugu, moyo wa familia. Wale walichoka, walienda kanisani, wakakuta vituko kwa pasta ndani ya kanisa, wakacha kanisa, wakadharau kanisa. Bwana waongeleshe, waambia kuna bado wale. You are the God of 7,000. The God of 7,000. In your store you have 7,000. That's what you told Elijah. I have 7,000 prophets. Not only you, I have 7. Lord, nikiringa leo, there is 7. Na sitaki kuringa, nataka ninyenyekee chini ya miguu yako. Unijalie neema na neno lako ndani mwangu, kinywani mwangu iwe ya ukweli. Bariki yeyote aliyenisikia, na bariki yeyote atakayenisikia. Acha wenye simu wapige kusudi wakuja kwako. Kubali maombi yangu kwa jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Hallelujah. Shangilia Bwana mahali huko. Sema Yesu, asante kwa kunibariki na neno hiyo. Next Tuesday, the same time, saa 9, 3 p.m. tukutana tena hapa. I'm your servant, Rogers Chisanga. My number is 0722-829655. God bless you. Have a good, blessed holiday. I love you all. Bye. Thank you.